Kipindi hiki tuko kwenye maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba. Mengi yanasemwa, lakini sisi kama chama tunaelekea upande mmoja kuhakikisha kwamba chama chetu kinashinda. Kipindi cha ziara ya Mheshimiwa Makamu wa Pili Mjumbe wa Kamati Kuu, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, alifanya ziara ya kichama ndani ya mkoa huu wa Kaskazini Pemba, lakini pia na Kusini Pemba. Lakini ziara ile haikuwa tu Pemba, ilikuwa kwa Zanzibar nzima. Alipokuwa anatembelea ndani ya mkoa huu wa Kaskazini Pemba, tulipokuwa tunambatana naye, alifika katika maeneo haya na maeneo mengine ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo alipofika katika eneo hili, mimi nilitoa ahadi ya bati ya kuwezekea jengo hili. Kwa hiyo kutokana na kuwa mbunge wa jimbo hili pamoja na mwakilishi katika suala la kutatua changamoto, waliweza kutatua ile suala la bati. Kwa hiyo mimi nikajielekeza katika vifaa vya kuwezeka jengo hili. Kwa hiyo nimpongeze sana mbunge wa Jamhuri ya Muungano anayetokea jimbo hili, lakini pia nimpongeze mwakilishi kwa kazi kubwa wanazozifanya za kuimarisha chama chetu. Nasema niko pamoja nao mpaka kieleweke. Oktoba tunatiki. CCM oye! Sasa basi, kwa vile bati tayari zipo, vifaa hivi nilivyovileta hapa ni thamani ya zile bati 80 ambazo niliahidi. Kwa hiyo leo hivi na vikabidhi vifaa hivi katika tawi hili la Junguni, ili viweze kutumika kutengeneza mazingira ya kuwezeka, halafu baadaye bati zilizopo ziweze kuwezekwa, tuje kwenye plasta na saruji chini kwa ajili ya na milango na madirisha kwa ajili ya kuhamia kwenye tawi letu, na tuweze kufanya kazi zetu za Chama cha Mapinduzi ndani ya tawi hili. Niwapongeze sana wanachama wa Chama cha Mapinduzi wa jimbo hili pamoja na wa tawi hili kwa kujitoa kwenu. Manake hivi hasa hivi mko bize kwa kazi ambayo nilitaja mwanzo. Kweli si kweli? Tena mko bize katika hatua yenu nyinyi na hatua ya kuongeza wengine. Kweli si kweli? Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu, Oktoba ikifika, tufanye kazi tunaotakiwa kama chama, lakini pia tuweze kushinda jimbo letu hili, Chama cha Mapinduzi kiweze kupata ushindi katika ngazi zote: urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, mbunge, mwakilishi na diwani au madiwani. CCM oye! CCM oye! Kama chama tunatambua kazi kubwa iliyofanywa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika maeneo yote ya Tanzania, kupitia miradi ya afya, kupitia miradi ya maji, kupitia miundombinu, tena kupitia miradi ya kimkakati ambayo iliachwa na mtangulizi wake, na mengine ya kwake ambayo ameifufua au ameitengeneza au ameibuni, lakini pia kupitia miradi ya elimu na mengine, lakini pia kupitia huduma za kijamii ambazo zinatuhusu sisi wanawake na vijana, kama mfano huduma za mikopo, huduma kuwajali wajasiriamali. Tumeona kwamba kuna bodaboda wamekopeshwa, watu bodaboda wamekopeshwa, watu mapikipiki wamekopeshwa, watu wa magari, wawekezaji wamekaribishwa katika maeneo mbalimbali, wameweza kuwekeza katika maeneo mbalimbali ndani ya Tanzania ili kuweza kuimarisha uchumi wa taifa letu. Lakini pia kwa upande wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, kazi kubwa ameifanya. Hata juzi tumeona swala la uwekezaji, tumekwenda juzi pale katika viwanja vya Maziwa Ng'ombe katika eneo la uwekezaji. Tumeona jinsi hatua iliyofikiwa ya uwekezaji, kukaribisha wawekezaji na wawekezaji walivyokuja kuwekeza ndani ya Pemba. Lakini pia katika eneo la hilo tu, ni maeneo mengine mengi. Lakini tumeona katika huduma za bandari zilivyoimarishwa. Tumeona katika huduma za maji, matenki ya maji yalivyojengwa katika sehemu mbalimbali, shule za msingi na sekondari zikiwemo za ghorofa kila wilaya, hospitali, vituo vya afya na mengine mengi yaliyofanyika. Sidhani kwamba wananchi wa Pemba au wa Zanzibar wataweza kuwanyima kura viongozi hawa wawili waliojitoa kufurutu, yani kupitiliza kuhusu ilani yetu iliyopangwa 2020-2025.
wamepitiliza, manake ile mipango ambayo ilipangwa katika kipindi hiki cha miaka mitano, basi wao wamefanya zaidi. Kwa hiyo mimi naomba sisi wanachama Chama cha Mapinduzi tuendelee kufanya kazi, kwa sababu watu hawa ambao hawako Chama cha Mapinduzi wana nia ya dhati, wengine wana nia ya dhati ya kuunga mkono viongozi wetu, lakini hatujawafikia. Wengi tumewafikia, lakini kuna wengine hatujawafikia. Anataka tu mtu akamsogeze, hebu amka, njoo twende zetu huku. Basi akinini tu, mimi nilikuwa nasubiri siku zote hizo, kumbe ni kweli tayari anakufuata. Kwa hiyo tuendelee kufanya kazi, lakini sisi tuendelee kuzitangaza na kuzielezea sera zote za Chama cha Mapinduzi na utekelezaji bora wa ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyotekelezwa kwa kipindi hiki cha miaka mitano. Niendelee kuwapongeza marais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niendelee kumpongeza rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, lakini pia niendelee kuwapongeza wanachama wa Chama cha Mapinduzi wa jimbo la Gando kwa kujitoa kama chama, lakini kwa kujitoa kuhudhuria katika mikutano yote kwa wingi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Leo hii nakabidhi vifaa hivi ikiwa ni mali ya Chama cha Mapinduzi ya tawi la Chama cha Mapinduzi Junguni, ambapo vifaa hivi vitatwikwa katika tawi hili, halafu baadaye tutaezeka katika tawi hili, baadaye tuweze kulitengeneza tawi hili na kuweza kufanya kazi zetu za chama ndani ya tawi hili. Vifaa hivi vina thamani ya shilingi milioni 3 za Kitanzania. Kama sisi jimbo la Gando tumepokea vifaa hivi kwa tawi la CCM Junguni, na sisi tuko tayari kufanyia kazi kwa nia moja na kubwa. Tutavienzi na kwa muda huu tutavihifadhi kwanza kabla havijaekwa juu, ili visije vikenda huku na kule, na nia safi tulionao sisi tumefurahi sana tena sana. Jina langu ni Hamad Said Hamadi, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa jimbo la Gando. Vifaa hivi vitatumika katika nyanja ya uwezekaji. Tutaezeka kwa ajili ya